Kwenye sehemu ya kutoa credit, hacha tuwape credit club ya Simba. Yani hii imekuwa ni taarifa nzuri, taarifa ambayo inafanya kabisa kwamba tuone ligi yetu inapanda thamani kadri siku zinavozidi kwenda. Yani kuna wakati hata unajisikia furaha kuona kwamba timu zetu za Tanzania zinachambuliwa na baadhi ya wachambuzi ambao wanatoka katika nje ya hapa Tanzania. Yani kitendo tu cha wachambuzi kutokea nje ya Tanzania kuchambua Simba na Yanga ama kuichambua Simba, kwa tu sisi hapa ni kigezo kibora kabisa kwamba tunaona kabisa ligi yetu inafuatiliwa, na timu pia Simba imeonekana kuwa ni timu ambayo ni maarufu na ambayo inafuatiliwa zaidi hapa barani Afrika. Tukubali ama tukatae, yani tutoke kwenye ule ushabiki wa Usimba na Uyanga, lakini twende katika ile benefit ya Tanzania kuonekana kabisa kwamba kwa sasa hivi ni ligi bora, kwa sababu katika hizi timu mbili, klabu ya Simba na Yanga, yani katika ile top 15 ya vilabu bora Afrika, basi Simba na Yanga pia imo. Yani Yanga kwa hivi sasa pia ikiwa inaendelea kupambana ili mradi kuitafuta top 10, kwa sababu wapo kwenye nafasi ya 11, lakini pia kwa Simba wao wakiwa wameweza kushika gurudumu la nafasi ya 5. Kwa hiyo ni wazi zaidi kabisa kwamba Simba imeendelea kuwa katika nafasi ya kufuatiliwa zaidi, na hata wachambuzi wakiwa wanachambua vile vilabu vitano bora barani Afrika, basi Simba pia na yenyewe ni lazima itachambuliwa, na hii imeweza kujitokeza kwa wachambuzi tofauti tofauti, na ndio maana pia tunalizungumzia hili swala kwamba ni jambo na ni taarifa ambayo imekuwa ni nzuri njema. Yani ukiachana kwamba Simba hawajafanya vizuri kwenye ligi ya Tanzania, lakini wanavyochukuliwa na jinsi ambavyo wamekuwa wakiendelea ku maintain na wakiendelea kusogea na kukuza pointi zao na alama zao katika vilabu bora barani Afrika, basi unaona kabisa kwamba Simba kiuhalisia ni the best team katika vilabu bora, na ndio maana inaendelea kuchambuliwa na inaendelea kufuatiliwa, na hata wachambuzi pia wamekuwa wakipata nafasi nzuri, na tumekuwa tukinukuu hata kwa baadhi ya wachambuzi ambao pia wamekuwa wakihitaja Simba sana, na Simba muonekana kwa hapa Tanzania ni tukubali tu ukweli. Haijalishi kama utakuwa ni mshabiki wa klabu ya Yanga, lakini ukweli ni kwamba kwa sasa hivi famous club ama famous team kwa Tanzania ni klabu ya Simba, alafu inakuja klabu ya Yanga, na the next ndio zinakuja klabu nyingine kama Azam FC, lakini kwa Simba it the best, na inaonekana kuwa ni most expensive na famous club kwa hapa Tanzania, na ndio maana katika vilabu bora basi yenyewe inashikilia nafasi ya 5. Hii ni heshima na hata kwa viongozi, hata rais wa FIFA, Rais Gianni Infantino, ambaye pia na mwenyewe akiwa analetewa lisi ya vile vilabu bora vitano, na ni dhahiri kabisa kwamba hii inazidi kutufanya pia wa Tanzania tuendelee kujivunia zaidi. Sasa katika mjadala wangu mwingine ama pia mada yangu ambayo hivi leo nimeamua pia kuweza kuizungumza ni kwamba msimu unaokuja ama katika michuano ya World Cup ama pia World Club Cup ambayo nafikiri kwa msimu unaokuja tunaambiwa kwamba Simba ina 70 mpaka 80. Yani endapo pia ikafanya vizuri aidha ni katika michuano ya kombe la shirikisho ama klabu bingwa, basi nikufahamishe kama tulivyoweza kushuhudia klabu ya Wydad, Al Hilal zikiweza kucheza pia michuano ya kombe la dunia la vilabu, basi kwa msimu unaokuja Simba itakuwa kwenye asilimia ama zone ya kucheza 100%, na hili pia limeweza kuzungumzwa na kwenye nukuu ambayo kwa baadhi ya watu walikuwa wakifuatilia zaidi, kwamba Rais Gianni Infantino akiweza kuzungumzia michuano jinsi inavyozidi kwenda. Ni wazi kwamba timu zetu kweli za barani Afrika hazijafanya vizuri 100%, licha ya kwamba Wydad imeweza kukosa hata alama moja, na huko tukiwa tunazidi kuipamba ama kuisifia klabu ya Al Hilal ambayo pia ilipata nafasi ya kupata hata alama 2 katika kundi. Kwa hiyo ni wazi kwamba Simba na yenyewe kwa msimu unaokuja, basi ukisikia Simba anacheza na Manchester City ama Barcelona ama Madrid ama pia klabu ambazo tumeshaziona zikiwa zinacheza katika ligi zao, basi Simba atakuwa na uwezo wa kucheza na hizo, kwa sababu tayari unaambiwa majina ya vilabu bora kwa hivi sasa vinachambuliwa zaidi na vinaangaliwa, na katika klabu ambazo pengine ndo zina 100%, licha kama kuna watu walikuwa wanajiuliza Wydad Casablanca hayumo katika zone ya vile vilabu bora vya top 5, lakini cha ajabu ameweza kucheza katika michuano ya vilabu na pia World
Club Cup ambayo nafikiri kiuhalisia imeweza kuwashangaza watu wengi, na huku wakiamini kwamba Mamelodi Sundowns ama pia klabu zingine kama Esperance de Tunisia yenyewe haijapata nafasi ya kucheza katika michuano hiyo, akati yenyewe ndo ipo kwenye nafasi bora kabisa ya kuwa ni klabu ya 3 kwa bora barani Afrika, alafu yenyewe haijashiriki michuano hiyo. Ni swali na ni maswali mengi yameweza kuulizwa. Klabu ya Simba pia the same, watu wamejiuliza ni kwa nini haijashiriki, lakini Wydad ikapata nafasi ya kushiriki. Kwa hiyo ni swala ambalo pia tunaamini kwa msimu unaokuja Simba itakuwa na vigezo na asilimia kubwa ya kushiriki katika kombe la vilabu pia duniani, na huenda ikawa ni nafasi ya wachezaji wetu wa kimataifa kuweza kuuza na kutengeneza pia masoko yao kuwa ni bora, ili mali kesho na kesho kutwa wanaweza kujikuta pia wamepata nafasi ya kucheza Ulaya kwa bahati kama hizo. Na ni taarifa ambayo iko wazi na tunaamini itakuja kutokea na itaweza kutokea kwa mchezaji mwingine kuweza kucheza barani Ulaya, tena akiwa katika zile timu ambazo tumeshazoea kuziona katika ligi pendwa na kuamini kabisa kwamba ni timu ambazo zinaaminika na zinawatoa wachezaji zaidi kimaisha. Kwa cha msingi nafikiri tukutane zaidi kwenye upande wa comment, lakini pia tusisahau kuendelea kuipa kipaumbele klabu ya Simba na kuipa nguvu na hata kuipa matumaini zaidi kwa msimu unaokuja. Cha msingi kama kawaida usisahau tu kuweza kusubscribe, kulike na kucomment.